Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana wetu Yesu apewe sifa. Bwana wetu Yesu Kristo azidi kupewa sifa sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Ametupa siku ya ushindi ndani yake na ametupa tena kwa neema yake kukusanyika tena sisi pamoja. Kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tumekusanyika, na mwenye jina Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai yupo katikati yetu. Ninakukaribisha sana katika ibada hii. Tuna ibada ya kujifunza neno la Mungu lililo taa na mwanga wa mwanadamu, lililo uzima wetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ninayesema nawe ni Mama wa Jesus is the way, na kukaribisha katika ibada hii, na imani yako yote weka kwa Mungu na kwenye neno lake ambalo latosha kabisa kukuokoa ewe mwanadamu. Na Roho Mtakatifu wa Mungu ametupa ujumbe, na ujumbe unasema ya kwamba ukiwa na ufahamu juu ya Bwana Yesu, milango ya kuzimu haitakuweza. Yaani sisi tukiwa na ufahamu juu ya Bwana Yesu, milango ya kuzimu haitatuweza kamwe. Tamshukuru Mungu kwa nafasi hii. Baba, nasema asante kwa kuwa Baba yetu wa mbinguni umetupa tena nafasi, nasi kwa jina la Yesu tumeipokea nafasi hii. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu, mwenye kutufunulia mambo yote, mwenye kutujulisha mambo yote, mwenye kutufundisha mambo yote. Asante Roho wa Mungu kwa kutukusanyisha tena pamoja katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Tumekusanyika kwa jina la Yesu. Asante kwa neema yako iliyo kuu ambayo iko katikati yetu. Tuseme nini Bwana juu ya damu yako ya ushindi juu ya maisha yetu Bwana Yesu? Tuseme nini Baba juu ya jina lako lotudhihirishia sisi watu wako Baba katika agano la damu yako takatifu? Ninakushukuru Baba. Ninaingia katika kiti chako cha rehema na neema katika agano la damu ya Yesu, nikiwa nimewabeba na wateule wako wa Bwana, watoto wako pande zote za dunia, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Umeniambia katika neno lako Bwana Yesu, wapo walio wako, nami katika jina la Yesu ninaingia na walio wako katika agano la damu yako takatifu kwenye kiti cha rehema na neema. Sante kwa msamaha wa damu yako juu yetu Baba, na utakaso wa damu yako juu ya maisha yetu. Sante kwa neno lako la uzima ambalo Bwana unakwenda kuliachilia sasa. Baba, nasema asante. Rehema zako na neema yako zisitupungukie Baba, bali Bwana Yesu zikazidi kutuokoa, kwa kuwa Bwana tumekikaribia kiti chako cha rehema na neema, nasi tunapata rehema na neema za kutuokoa katika mahitaji yote. Roho Mtakatifu wa Mungu, asante. Tunajimimina kwako Baba. Roho wa Mungu, sema na nafsi zetu, ijenge mioyo yetu katika nafasi ya unyenyekevu wa kulipokea neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tufinyange Bwana, tuoshe, tutengeneze jinsi unavyotaka tuwe Baba, kwa ajili ya utukufu wa jina lako Yesu. Na wote watakao tuona Baba wakaseme, hakika hiki ni kizazi kilichobarikiwa na Bwana, katika jina la Yesu. Wakakiri, hakika hiki ni kizazi kinachoongozwa na Roho Mtakatifu. Baba, nasema asante, na sifa zote na heshima zirudi kwako Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Sante Roho Mungu, sante kwa kuliweka neno lako kinywani mwangu, ukalisema ya kwamba nipate kulisema. Nami Baba nimekubali kulisema neno lako. Roho Mtakatifu wa Mungu, ukazidi kulithibitisha, na uweza wako Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ulioko ndani ya neno lako ukadhihirike sasa, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa neno lako Bwana, kwa jina la Yesu, kila aliye dhaifu akawe hodari, kila aliye mgonjwa akawe mzima sasa, kwa neno lako na uweza wa nguvu wa neno lako Bwana, katika jina la Yesu. Kila aliyekufa akafufuke sasa, kwa nguvu na uweza wa neno lako Bwana, likamwokoe kila mmoja Baba. Tupe mioyo ya utakaso wa damu yako takatifu, itutakase Bwana Yesu, damu yako. Akili zetu zitakase kwa damu yako Bwana Yesu, tupate kuyaelewa maandiko. Asante Bwana Yesu
kwa kuwa ni mwema na fadhili zako ni za milele. Nami naifunika ibada hii kwa damu ya Yesu. Kila inapopita inapita katika mamlaka kuu ya Kristo. Sante Bwana, na hakuna wakulizuia kusudi lako uliolikusudia kupitia ibada hii, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Na wote tuseme amen. Amen. Mtoto wa Mungu unayenisikia sana wakati kama huu, ukiwa na ufahamu juu ya Bwana Yesu, hakika milango ya kuzimu haitakuweza kamwe, haitakushinda kamwe. Maana yake kiwango cha ufahamu wako wa kumjua Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai ndio kuishi kwako kwa ushindi na kuishi kwako kwa mamlaka hapa duniani. Je, hebu jiulize, Yesu Kristo ni nani kwako? Huyu Yesu ni nani kwako binafsi? Kwa nini Bwana Yesu alikuwa tayari kuacha mbingu, kuacha utukufu na kuja duniani kwa ajili yako wewe? Hebu jiulize, kwa nini? Kwa nini Bwana Yesu apitie yote aliyoyapitia kwa ajili yako wewe? Hebu jiulize. Sasa mtoto wa Mungu, ishi ukijua kiwango cha ufahamu wako juu ya majibu ya maswali kama hayo. Mfano wa maswali kama hayo niliyokupa, na ukawa na majibu, ukawa unayatafakari majibu yake, unapata majibu na kuyatafakari. Kiwango cha hayo majibu unayoyapata ndio kiwango cha ushindi wa maisha yako ya sasa na ya baadaye, kuanzia hapa duniani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Maisha yako ya kila siku, unataka ushindi, ni lazima umjue sana huyu Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Na hiki ndio kitakuwa kiwango cha kutawala kwako ulimwengu wa rohoni na ulimwengu wa mwilini pia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hili ndilo ambalo tunakwenda kujifunza leo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu Baba wa mbinguni ametutangazia wanadamu ushindi ndani yake Yesu mwanae. Sio nje. Ushindi wetu uko ndani ya Yesu, haupo nje ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo yatupasa kumjua sana Bwana. Haleluya. Neno la Mungu katika Mathayo 16 ule mstari wa 13 mpaka 19, neno la Mungu linasema, basi Yesu akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Mstari wa 14, wakasema, wengine hunena Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Mstari wa 16, Simon Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Mstari wa 18, nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ninaomba upate kunisikiliza. Ninaomba muda wako mchache tu huu upate kunisikiliza, kwa sababu kuelewa kwako ndipo kufunguliwa kwako na ndio ushindi wa maisha yako hapa duniani. Katika neno hili tunamuona Bwana Yesu anawauliza wanafunzi wake kuwa watu wengine, yani huko nje, huko mtaani, wanasema Yesu ni nani? Wanasema yeye ni nani? Na tunaona wanafunzi wake wakimjibu kuwa wengine wanasema yeye ni mmojawapo wa manabii, wengine wanasema yeye ni Yohana Mbatizaji, wengine wanasema yeye ni Eliya. Alafu kisha Bwana Yesu akawageukia hao wanafunzi akawauliza, na nyinyi je, kama wanafunzi wangu mnaotembea na mimi kila siku,
mnaosema Bwana Bwana, mnaoniita Bwana Bwana, nyinyi mwanisema mimi ni nani? Nyinyi mnanijua mimi kama nani? Sasa na hili swali ni juu yangu mimi na wewe siku ya leo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na tunaona katika neno hili la Mungu, ndipo Petro akamjibu akamwambia, kumbuka Petro akamjibu akamwambia, Bwana Yesu, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na Petro alipojibu tu hivi, Bwana Yesu akamwambia, Petro, ufahamu huu haujafunuliwa na mwili na damu. Yaani ufahamu huu wa Petro kumjua Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu aliye hai. Ufahamu huu Yesu anamwambia, mwili na damu havijakufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Maana yake sio wewe Petro uliyejipa ufahamu huu. Sio nafsi yako wala sio mwanadamu awaye yote, bali ni Baba yangu wa mbinguni ndio amekupa ufahamu huu wa kunijua mimi ni nani kiusahihi. Na kwa sababu hiyo Petro, ndani yako kuna kiwango cha ufahamu huu wa kunijua mimi Yesu, basi nakwambia hivi, akamwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Na pia ninakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Maana yake nakupa mamlaka ya ushindi na utawala. Mwenye ufunguo ndio anayetawala nyumba. Bwana Yesu apewe sifa sana. Si ndio? Mwenye ufunguo ndio ana mamlaka juu ya hicho kitu. Mwenye ufunguo ndio anayetawala. Sasa anasema, maana kwa huu ufunguo lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani na mbinguni pia litakuwa limefunguliwa. Mtoto wa Mungu unayenisikia, kuna mambo nataka tuendelee kujifunza hapa. Bwana Yesu alisema hivi, heri wewe Petro. Hakusema heri nyinyi wanafunzi. Umeisikia hiyo? Alisema heri wewe Petro. Yaani umebarikiwa wewe Petro, una heri. Maana yake kuna kiwango cha ufunuo wa uelewa ndani ya Petro binafsi, na sio kigrupu wala sio kimkumbo juu ya huyu Yesu. Yaani Petro alipata ufunuo wa binafsi juu ya huyu Yesu. Mpaka Bwana Yesu akalitaja jina lake, akamuaddress, akampointi kwamba heri wewe Petro. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ufunuo huu haukuwa sio wa kigrupu wala sio wa kimkumbo juu ya Bwana Yesu. Ambacho kilimfanya Petro aitwe heri na kutamkiwa ushindi, kwamba kwa ufahamu huu alionao hata milango ya kuzimu, milango ya ubaya, milango ya uovu haitamweza Petro. Na Petro na kupewa mamlaka, akapewa funguo za ufalme wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hakika mtoto wa Mungu naye nisikia, yatupasa mimi na wewe tujiulize, tuna kiwango gani cha ubinafsi? Yaani binafsi, kila mtu ajiulize hili swali. Binafsi wewe unamjua Bwana Yesu kwa kiwango gani? Na kama humjui, unachukua juhudi gani kutafuta kumjua? Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa kuwa neno la Mungu linasema katika waraka wa pili wa Petro, mlango wa 3 mstari wa 18, neno la Mungu linatuambia, lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele. Wapendwa, yatupasa sisi kama wanafunzi wake Bwana Yesu tukue kila siku, kila wakati katika neema yake, yaani katika kuyapokea yale aliyokwisha kutufanyia. Sasa hatuwezi kupokea vitu ambavyo hatuvijui. Hatuwezi kupokea zawadi ambazo hatuzijui. Ni lazima tujue neema hii, zawadi alizokwisha kutupa huyu Yesu. Tukue, neno la Mungu linasema tukue katika neema hii. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kukua katika kumjua Yesu Mwokozi wetu. Maana yake kiwango cha uelewa
wetu wa kumjua Bwana Yesu. Tumjue Yesu ni nani, mjue Yesu ni nani kwako. Kiwango hichi ndio kutembea kwako hapa duniani kinguvu, kimamlaka, kiushindi, kiamani na kwa kujiamini. Bwana Yesu apewe sifa sana. Eneo lolote usilojua kwamba hili Yesu amekuja alishuka duniani, aliacha mbingu, akaja kuniokoa. Mfano labda amesema katika neno lake, ameshuka duniani, amemharibu yule aliyekuwa na nguvu za umauti, yani ibilisi, ili kutuacha huru sisi ambao tulikuwa na hofu ya umauti. Sisi tumekuwa huru mbali na umauti. Sasa usipoelewa hii, ndio utaanza kujitamkia wewe unasumbuliwa na roho za umauti, sio umauti wa kifamilia, wa kiukoo unakufuatilia. Wewe ukisha ukoka ndani ya Yesu Kristo, yani mauti haina nguvu juu yako. Sio mauti za ukoo, sio mauti za nini, yani vile vifo ambavyo kifo hiki kilimuua huyu, kinamuua, wewe ukisha ukoka, yani hapo kimewekewa stop. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lakini ni lazima uwe na ufahamu. Kuokoka Bwana wapendwa, sio tu kusema Bwana Yesu apewe sifa. Huyu Bwana Yesu unayemtaja amekuletea nini? Kueni katika neema ambayo huyu Kristo ametuletea na katika kumjua Bwana na Mwokozi. Ndivyo neno la Mungu linatuambia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa ni lazima tuweke juhudi katika kufahamu. Huyu Yesu alikuja akaifia dhambi. Kwa sababu aliifia dhambi. Hii ni mifano tu nakupa. Ni mambo mengi Yesu ameyapitia kwa ajili yetu sisi. Kwa sababu Yesu ameifia dhambi, basi hakuna dhambi mimi nilioko ndani ya Kristo itakayo nishinda. Yani shetani atakazana sana, lakini pale anapotaka kunitelezesha, lazima Roho Mtakatifu wa Mungu aingilie kati. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi lazima tujue huyu Bwana ametuletea nini. Anasema katika neno lake, chini ya miguu yetu amemseta simba, mwana simba na njoka, nge na nyoka. Manake yule shetani na magonjwa yake na maumivu yake na mambo ambayo ya kuumiza dunia yako chini ya miguu yetu. Na akasema na nguvu zote za ule muovu adui shetani ziko chini ya miguu yetu. Wala hakuna chochote kitakacho tuweza sisi kutushinda. Sasa usipokuwa na ufahamu huu, hata kile kijipepo tu kinachopita pita kutafuta mtu kimtese, kitakuvamia kwa sababu kinakuta moyoni mwako huna neno la Mungu, huna ushindi unaokufanya kwa ujasiri. Usipokuwa na ufahamu, wewe una mamlaka kulitumia jina la Yesu na kukemea homa iliyomshika mtoto wako ipate kumwachia. Mtoto atalala hapo, ataumwa na atakufa mikononi mwako, lakini wewe umeshindwa kutumia mamlaka kwa jina la Yesu. Ewe pepo la homa uliomshika mwanangu, achia, ondoka hapa, sio mahali pako. Kwa nini? Kwa sababu miili yetu sisi tuliompokea Yesu ni hekalu la Roho Mtakatifu, ni nyumba ya Mungu. Unaona, ukiwa na maarifa ya neno la Mungu unavyoweza kushinda na zaidi ya kushinda. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unalitumia neno la Mungu, unajielewa. Hata wakati unaomba unaelewa unachoomba. Hata wakati unakemea unaelewa unachokemea na unajitambua. Na niko hapa kukwambia katika ufalme wa kiroho, yani ufalme wa kiroho wa giza, unajua kwamba wewe unajitambua au hujitambui. Ndio maana kuna mtu anakemea pepo linamgomea. Linasema sitoki. Kwa nini? Na huyu mtu katumia jina la Yesu. Linajua huyu anayekemea kwanza kabisa ana mashaka, hana yani hajitambui hata yeye ni nani katika mwili wa Kristo, hajitambui. Basi na Roho Mungu atusaidie sana. Sasa nifanyaje Mama El? Nimekupa point hapa. Jambo la kwanza, lazima tumpe nafasi Roho Mtakatifu kama kiongozi na msaada mkubwa maishani mwetu. Ni Roho Mtakatifu, hakuna msaada mwingine. Mimi Mama El kama mtumishi wa Mungu siwezi kukusaidia ikiwa Roho Mtakatifu wa Mungu
hajanitumia kukusaidia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana kuna wakati kuna mtu unamtafuta, Mungu anakuambia mtafute mtu fulani, unamtafuta mtu fulani, na unakuta ule mtu kuna pito analipitia, anakuambia ni mtumishi, hapa nilikuwa napita sehemu fulani, na mnaomba na ile hali inaachia. Aliyenifanya mimi nimtafute ule mtu ni nani? Ni Roho wa Mungu. Kwa hiyo sisi tunatakiwa lazima tumpe nafasi Roho Mtakatifu kama kiongozi na msaada mkubwa maishani mwetu. Ndiye Roho Mtakatifu, kwa sababu anayetusaidia kumjua Bwana Yesu na siri zote zilizofichwa ndani yake ni Roho Mtakatifu. Yohana 16 mstari wa 7 mpaka wa 15. Utasoma mistari yote, mimi nitasoma ule wa 8. Neno la Mungu linasema, naye akiisha kuja huyo msaidizi atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawanijui mimi Yesu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu wa Mungu ndiye anayetupa ufahamu sisi wanadamu wa kumjua Kristo. Anatupa ufahamu pia tukiishi kwa kutomwamini Bwana Yesu ni dhambi. Yaani mwanadamu unaishi kwa kutomwamini Bwana Yesu ni dhambi, na asiyemwamini Yesu hukumu tayari iko juu yake. Na ule mstari wa 13 neno la Mungu linasema, huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake. Yaani Roho wa Mungu haneni kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Mstari wa 14, yeye Roho Mtakatifu atanitukuza mimi Yesu. Yaani atamtukuza Yesu, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu mimi Yesu, atatwaa katika yaliyo Yesu na kuwapasha habari yake, na kuwapasha habari. Atatwaa ya Bwana Yesu na kutupasha habari. Sasa kama anatwaa ya Bwana Yesu na kutupasha habari, sehemu ya kwanza ya kujua undani wa Kristo ni kwa kumpa Roho Mtakatifu nafasi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo wale wanaopinga, Wakristo wanaompinga Roho Mtakatifu, inasikitisha, kwa sababu hakuna mahali ambapo mtasogea na hakuna mahali ambapo mtafika, na hakuna jinsi ambavyo mnaweza kumjua Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hamwezi kuijua kwa sababu hamumpi Roho Mtakatifu wa Mungu nafasi. Mstari wa 15 neno la Mungu linasema, na yote alionayo Baba ni yangu, kwa hiyo nalisema ya kwamba atayatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari yake. Roho wa Mungu anayatwaa ya Mungu Baba na ya Yesu Kristo mwanaye, anatujulisha sisi. Tunaona Roho Mtakatifu ndio msaada wetu mkubwa wapendwa, katika kumjua Bwana Yesu na siri zake zote alizokuwa amezibeba kwa ajili yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Maana huyu Roho Mtakatifu anayachukua ya Mungu Baba na ya mwana Yesu, mwanaye Yesu Kristo, na kutupasha habari zake. Kumbuka, Bwana Yesu alimwambia Petro, mwili na damu havija kufunulia ya kwamba mimi ni nani, bali Baba yangu wa mbinguni ndio amekufunulia mimi ni nani. Umeelewa hiyo? Kwa hiyo huyu Roho Mtakatifu wa Mungu ndiye Mungu, ndiye Roho wa Mungu, ndiye atakayetufunulia sisi, anatufunulia sisi siri za Kristo, siri za Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na neno la Mungu la Wakorintho wa kwanza ule mlango wa 2 mstari wa 9 mpaka wa 12, neno la Mungu linatuambia, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Umeona Yaani yale mambo ya sirini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana yake Roho Mtakatifu. Na neno la Mungu linasema, maana Roho Mtakatifu uchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani au katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu, ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna hayafahamuye ila Roho wa Mungu. Yaani neno la Mungu linajaribu kutuonyesha umuhimu wa Roho Mtakatifu, kwamba kama sisi roho zetu ndani ndio zinajua mambo ya ndani yetu, basi Roho wa Mungu ndio anajua mambo ya undani ya Mungu, na ndio anayeweza kutufunulia sisi.
Bwana Yesu apewe sifa sana. Na neno mstari wa 12 inasema, lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, bila Roho Mtakatifu huwezi kujua uliokirimiwa na Mungu, uliozawadiwa na Mungu. Utakuwa ni Mkristo unaishiishi tu. Huwezi kuishi kwa ushindi, kwa sababu hata zile zawadi ambazo Mungu ametupa, amezifanyia kazi, sisi tuzipokee bure, tuzipokee kwa neema, wewe utashindwa kuzipokea, kwa sababu ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Anasema, lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Kwa hiyo kwa neno hili, yale yote tuliyokirimiwa na Mungu, yani tuliyozawadiwa na Mungu Baba, huyu Roho wa Mungu ndiye anayeyafunua kwetu, ndiye anayetufundisha, anayetuelewesha na kutusaidia kuelewa pia. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, kama Yesu Kristo ni zawadi kwetu tuliopewa na Mungu, basi Roho Mtakatifu wa Mungu ndiye anayetufunulia upana, urefu na ukubwa wa thamani ya zawadi hii na kutusaidia kupokea vipawa vya Yesu Kristo. Tuseme wote haleluya, amen. Na ndio maana kama umeokoka na unaona haufurahii wokovu, unaona wokovu ni mzigo, basi ujue wewe hauna ufahamu, yani haujaijua wala haujaipokea neema, haujapokea vipawa vya Mungu, hujapokea zawadi iliyo ndani ya Yesu. Na pia aliyoyapitia Yesu kwa ajili yako haujayajua bado. Na ukijichunguza sana utajiona wewe bado unatembea kwenye agano la kale. Yani ukiona wokovu unakuwa ni mzigo kwako, ukiona wokovu haufurahii wokovu, hauenjoy wokovu wako, kuokoka kwako hauenjoy. Yani ukichunguza hatua zako utaona bado wewe kuna mambo ya agano la kale bado unatembea nayo, bado hujaipokea neema, bado hujamjua huyu Kristo ipasavyo na ukapokea vipawa vyake. Kwa sababu ndani yake yeye tunakwenda, tunaishi na kuwa na uhai wetu, tunashinda na zaidi ya kushinda. Sikiliza mtoto wa Mungu, pale msalabani Bwana Yesu alisema imekwisha. Maana yake alimaliza kila kitu. Hakuna sehemu ya maisha yetu ambayo hajaifanyia kazi. Dhambi, laana, magonjwa, mauti, aibu, kudharauliwa, umasikini, kupungukiwa, vyote Yesu alivipitia ili sisi tushinde ndani yake. Vyote alishavifanyia kazi ili sisi tutakao muamini tusiishi tena chini ya vifungo kama hivyo au vinavyofanana na hivyo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jambo la pili, kumbuka hapo tumemwongelea Roho Mtakatifu. Jambo la pili ni lazima tulipe nafasi na heshima neno la Mungu, maana ndilo linalomfunua Bwana Yesu. Huwezi kumjua Yesu bila neno lake. Yohana 5 mstari wa 38 mpaka 40, Bwana Yesu anatuambia, wala neno langu hamnalo likikaa ndani yenu, kwa kuwa ninyi hamumuamini yule aliyetumwa na yeye. Maana yake nini? Maana yake kama neno la Mungu linakaa ndani yako, hakika utajifunza kumwamini Bwana Yesu kwa kiwango ambacho Mungu anataka umwamini. Na kama neno la Mungu halikai ndani yako, hauwezi kumwamini Bwana Yesu, au utamwamini kwa kiwango kidogo cha chini sana, na sehemu ambayo haumjui na haumwamini nayo, hauwezi kuona matokeo ya ushindi wake juu yako. Na Roho wa Mungu atusaidie sana, maana kwa neno lake utamjua, utajua na siri zilizoko ndani yake. Ule mstari wa 39 neno la Mungu linasema, mwayachunguza maandiko. Huyu Yesu anasema, mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Yani neno la Mungu ndio linalomshuhudia Kristo. Na mstari wa 40 anasema, wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Mtoto wa Mungu, neno la Mungu linamshuhudia Yesu Kristo. Na mwanadamu ukilipa nafasi neno la Mungu na kujua ushuhuda huu na kuupokea, basi utaijua pia siri hii ya huyu Yesu Kristo, na siri mojawapo ni kuupata uzima wa sasa na uzima wa milele, na kuishi maisha ya uzima, maisha ya ushindi, maisha ya amani. Bwana Yesu apewe sifa sana.
Wakolosai 2 ule mstari wa 2b, neno la Mungu linasema hakika wapate kujua siri ya Mungu, yaani Kristo. Narudia tena, hakika wapate kujua siri ya Mungu, yaani Kristo. Siri ya Mungu ni nani wapendwa? Siri ya Mungu ni nani? Ni Kristo. Neno la Mungu linatuambia siri ya Mungu ni Yesu. Haleluya. Ndio maana shida ni pale mwanadamu unapoanza kutaka vya Mungu kabla ya kutaka ufahamu wa siri ya Mungu, ambaye siri ya Mungu ni Yesu. Na Roho wa Mungu atusaidie sana. Na pointi ya 3 ya kupasa kuyafahamu hayo niliyokuambia kuhusu neno la Mungu na kuhusu Roho Mtakatifu. Ya kupasa kuyafahamu hayo ili utembee kwenye mamlaka na ushindi hapa duniani. Sikiliza mtoto wa Mungu, kukimbilia maombi na kukimbilia kuombewa hakutakusaidia sana ikiwa msingi wa Ukristo wako haujajengwa katika hayo niliyokuambia. Ndio maana Bwana Yesu anatuambia hivi, Yohana 15 mstari wa 7 na 8, neno la Mungu linasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Hayo nimewaambia ili furaha yenu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Nitarudia, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Hayo nimewaambia ili furaha yangu, asema Bwana, iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Sasa unajiona kwa nini uishi maisha ya furaha? Furaha ya Mungu haipo ndani yako. Umelikataa neno la Mungu. Neno la Mungu halikai ndani yako. Kwa hiyo unaona kwamba unaomba hupokei, kwa sababu anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote. Kwa hiyo maombi au kuombewa bila wewe kukaa ndani ya Yesu na kulipa nafasi neno lake likae ndani yako, utajikuta unakuwa Mkristo wa kuhangaika tu. Ya kupasa kukaa ndani ya Yesu na neno lake likae ndani yako, maana yake umjue huyu Yesu, umfahamu zaidi na zaidi. Baada ya hapo, omba lolote utakalo, hakika utatendewa. Mtoto wa Mungu, unajua Ukristo wako umekuwa kuhangaika huko na huko, tena bila matokeo. Umekuwa ni Ukristo wa kukata tamaa, Ukristo usiokuwa na ushuhuda, kwa sababu wewe unafundishwa na kutangaziwa kila wakati kukimbilia maombi, kukimbilia kuombewa, kukimbilia miujiza, badala ya kufundishwa kwanza msingi wa ushindi wa Ukristo wako, ambao ni wewe kumfahamu Yesu na siri iliyopo ndani yake. Yesu Kristo ndio siri ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo hebu anza na hili, na hayo yote unayoyahitaji, unayoyatamani, hakika yatakufuata, yatakukimbilia. Baraka zitakukimbilia na kukuovertake. Yesu alisema, utafuteni ufalme wangu na haki yangu kwanza, na hayo yote mtazidishiwa. Roho wa Mungu atusaidie sana. Unajichelewesha, yani unajichelewesha sana na unajihangaisha mno. Oh, haleluya. Kumbuka, thamani ya maisha yako inapimwa ndani ya Yesu. Inapimwa na msalaba wa Yesu. Sasa ya kupasa wewe upate ufahamu, msalaba umekuletea nini? Msalaba wa Yesu umekuletea nini? Ili utembee juu ya ushindi huu. Na hili ndilo neno la Mungu. Roho wa Mungu atusaidie sana. Natamani niongee na nizidi kuongea, lakini pointi yangu ni kubwa, mfahamu. Mfahamu Yesu, maana ndiye siri ya Mungu. Tukue katika neema na katika kumjua Yesu Mwokozi. Kama umelisikia neno hili na upo tayari kumwamini, hatua ya kwanza ni kumwamini huyu Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, na kumpokea. Amen. Alafu kumpokea na Roho wake Mtakatifu. Unamhitaji Roho wa Mungu, unamhitaji Roho wa Mungu, na kumwomba Baba akusaidie udumu katika neno lake. Kwa hiyo kama uko tayari kwa maombi haya na upo tayari kumpokea Yesu, umeliamini, unaamini na unakiri sasa, unapokea wokovu. Tuombe kwa pamoja maombi haya. Tamka kwa imani. Amen. Sema, Bwana Yesu, kwa jina lako ninakuja kwako. Nimesikia habari zako ya kwamba wewe ndiye Mwokozi, na wewe ndiye njia ya uzima wa milele, na wewe ndiye siri ya Mungu na hekima ya Mungu, na hakuna anayefika kwa Mungu Baba bila kupita kwako.
Ndiyo maana leo hii mimi Bwana Yesu ninakuja kwako na dhambi zangu zote na maovu yangu yote na makosa yangu yote na mizigo yangu yote. Ninatubu kwako Bwana Yesu, ninakuomba unisamehe. Unisamehe dhambi zangu zote, unisamehe uovu wangu wote, unisamehe na makosa yangu yote. Kwa kujua na kwa kutokujua nimekukosea Baba. Ninatubu na ninakuomba unisamehe. Na kwa damu yako ya agano jipya iliyomwagika kwa ajili yangu, ninakuomba unisafishe sasa. Uyasafishe maisha yangu yote, nafsi yangu, moyo wangu, roho yangu, dhamira yangu na njia zangu zote. Bwana Yesu, ninakuamini na kukukiri na kukupokea wewe Yesu kama Bwana wangu na Mwokozi wangu na mfalme wangu na mkombozi wangu. Asante Bwana Yesu kwa kukubali kufa kwa ajili yangu. Na ninaamini ya kuwa Mungu Baba alikufufua katika wafu. Hakika upo hai. Bwana Yesu, ninakuamini ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Uliyemwaga damu yako kwa ajili yangu ili mimi nipone, ili mimi niishi. Na leo hii Bwana Yesu, kwa jina lako lokuu ninakufungulia kila mlango wa maisha yangu. Ninakukaribisha unitawale wewe. Na ninakuomba unitakase na kunibatiza kwa Roho wako Mtakatifu. Na kunifanya mpya ndani yako na kila siku iitwapo leo. Ninakuomba Bwana Yesu ujifunue nikujue zaidi. Endelea kunitakasa kwa neno lako na neno lako likae ndani yangu katika jina la Yesu. Asante kwa kunijaza Roho wako Mtakatifu. Asante kwa kuniongoza. Unisaidie nizidi kukuishia wewe, Mungu Baba wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma kwetu, na kuongozwa na Roho wako Mtakatifu ili nizidi kulitimiza kusudi la Mungu hapa duniani kama huko mbinguni, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Shika kwenye moyo wako. Baba Mungu, nasema asante. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya mbegu hii iliyoanguka kabisa katika udongo mzuri yenye kukuzalia matunda mengi. Asante kwa kila mmoja anayesema ndio kwako. Asante kwa furaha iliyoko mbinguni kwa mwenye dhambi mmoja tu akitubu kwako Mungu ni sherehe. Kwa jina la Yesu Kristo ninaifunika mbegu hii kwa damu ya Yesu. Asante Yesu, neno lako la uzima ulilosema ya kwamba kila anayekuja kwako utomtupa nje kamwe. Basi Baba, asante kwa kuwa hakuna atakayeweza kuponyoka kwenye mikono yako. Hakuna atakayerudi nyuma. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, bali zile nguvu zako Roho Mtakatifu wa Mungu zitazidi kuwatamia watoto wako. Asante Bwana Yesu kwa kuwa neno lako limeponya, kwa kuwa neno lako limefufua, neno lako limeokoa na watoto wako wako huru. Hakuna silaha yoyote itakayofanyika juu yao tena na kufanikiwa, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na ile neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo lako Mungu Baba na ushirika wako Roho Mtakatifu wa Mungu ukazidi kuwatamia watoto wako hawa katika jina la Yesu. Asante kwa ushindi wako Bwana ndani yao katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa baraka zako ndani yao. Asante Roho Mtakatifu. Asante Baba, misiba yao imeondoka na mateso yao hayatorudi tena kwa mara ya pili, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa kuwa hawa sasa wamechukua chapa zake Kristo, shetani hutowataabisha tena katika jina la Yesu. Asante Baba, na utukufu wote kurudie wewe Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Amen. Na Mungu Baba akupa kibali. Karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 na namba nyingine ni +255 Damu ya Yesu ikufunike katika jina la Yesu. Songa mbele. Amen.